Shalom, my viewers. I greet you all in the mighty name of Jesus Christ. I strongly believe you are still fine and the hand of the Lord our God is still upon you. I'm so glad to welcome you today to our gospel show, Usikate Tamaa, right here in our studios, Tawala TV, Mombasa, Kenya. Now, my beautiful name is Abigail Wabuko, and I kindly ask you to be with us from the beginning to the end, and I can assure you your life will never remain the same again. Naam, siku ya leo nimeamua kumtembelea rafiki yangu mkubwa sana ambaye ni mwanamuziki, naye pia anafanya kazi ya video shooting. Nimemtembelea kwake nyumbani na ninajisikia salama sana. Usiketi mbali, uwe karibu ili ukaweze kubarikiwa, ujue ana yapi ya kutujuza. And shortly before I bring our guest today, I would like us to share briefly from the Word of God as usual. The Bible says in the book of 1 Kings chapter 18 verse number 44, "Then it came to pass the 7th time that he said, There is a cloud as small as a man's hand rising out of the sea. So he said, Go up, say to Ahab, Prepare your chariot and go down before the rain stops you." Mpenzi mtazamaji, in Israel it had not rained for several years. So the prophet of God, Prophet Elijah, began to pray for the rain. So he sent his servant to go and check whether there was rain outside. The servant went, he checked the first time, nothing. Second time, nothing. Third, fourth, fifth time, nothing. The 6th time, nothing. Even the 7th time is when he saw just a sign of some rain, a sign of some clouds gathering just the size of the hand of human. And Elijah, when he heard so, he told his servant, Go tell Ahab to prepare and go down before the rain stops him. Elijah believed God for such a great miracle out of that small size of clouds. Mpenzi mtazamaji, I don't know what you are going through. Maybe you have been trusting God for a miracle. You have been trusting God for a job, maybe for a promotion in that office. You have been trusting God for a wife, for a husband, for a child. Maybe even you have been trusting God for your healing. You have been lying there in that bed of sickness for so many years, trusting God for your healing. You have been trusting God even for finances to do your ministry, maybe to do some kind of business. Let me encourage you today that our God is able to work out a miracle out of that small sign of a miracle. Maybe you have been down there with sickness for so many years, and today you are able to wake up, you are able to listen to this message. If you are able to listen to this message, I'm encouraging you today that this is just a big sign of your miracle. Your miracle is on the way coming. Don't just give up yet. Continue trusting upon God. And there is something that God does not like. Today you are in church praying for your miracle. Tomorrow you are jumping outside there, unarukaruka kule, labda umesikia kuna muombaji kutoka mahali fulani anaomba, akiruka juu anaomba akifanyaje, unakimbilia kule. Unasikia labda kuna mganga mkubwa sana kutoka Zanzibar, Pemba, kutoka Tanzania, unakimbilia kule. Kwa hivyo unamtafuta Mungu huku kwingine uko duniani. You are just divided. And the Bible says in the book of James, a double-minded person will never receive anything from God, and God is never pleased with that kind of person. So I want you to trust upon God. Kindly trust upon this God. I am talking about a God who is able to change the impossibilities into possibilities. Trust him and he's going to see you through in all that you are going through. Usikate tamaa, endelea kumtafuta Mungu. Na ninakukaribisha siku ya leo kwenye kipindi. Jinsi nimekuambia ya kwamba nimetembelea mgeni ambaye ni rafiki yangu sana wa karibu, na huyu mgeni sio wa hapa Kenya, ametoka all the way from DRC Congo. Na unaona amenibariki na kikombe na glasi ya maji, glasi ya juice hapa na burudika nayo. Karibu sana tunapomkaribisha mgeni wetu. Acha tumkaribishe mgeni wetu kutoka DRC Congo. Karibu sana. Lak Makalamba. Yes. Hujambo lakini? Sijambo. Wajisikiaje leo? Najifeel vizuri sana. Yeah. Nasikia raha sana umenikaribisha kwako, na tena mimi ndiye ninayekukaribisha sasa. Aya, nashukuru sana. Sasa
Ningependa tu ukaweza kumweleza mtazamaji, waitwa nani, umezaliwa wapi, umekulia wapi, ukalelewa wapi, hata ukaokokaje. Kwa hivyo utatueleza tu kwa ufupi jina lako na mahali umetoka. Aya, asante sana. Nashukuru kwanza microphone ya Tawala TV kututembelea. Nasema jina la Bwana lipewe sifa. Amina. Mimi ni Luc Makalamba na ni mwimbaji wa nyimbo za Injili na tena mimi ni producer. Music yangu nimezaliwa kwanza DRC. Kwa neema ya Mungu tu. Maana hakuna yule aliyechagua mahali ambapo wazaliwe. Pengine ingekuwa mtu anasema mimi nizaliwe mahali fulani, wengine wangetaka wazaliwe sijui wapi. Lakini kwa neema ya Mungu tu nimezaliwa DRC. Na nikaanza music nilikuwa na miaka 11. Na nikaanza music ilikuwa kwa bahati mbaya. Nilianza na hiyo music ya secular, yani hao wanaimba music ya kidunia. Na la pengine kabla haujatuambia kuhusu muziki, na kweli wa Kongo wana muziki imejaa kichwani tu mpaka umeruka yote umeenda kwa muziki. Hujatuambia umesoma wapi, umekuliwa wapi kule Kongo, mnakaaje, life gani? At least umezaliwa katika familia ya watu gani hilo? Nimezaliwa katika familia ya Wakristo. Baba yangu na mama yangu wanampenda Mungu sana. Amen. Na wamenilea katika neno la Mungu. Yani Biblia wamenifunza hadi nikafikia kiwango nikawa na akili na nikaamua kumfuata Yesu Kristo, nikampokea katika maisha yangu. Na leo nimeanza kuimba sasa nyimbo ambazo zinamtukuza Mungu. Okay. Yeah. Kwa hivyo wewe kuzaliwa na kulelewa, umelelewa kule Kongo, ukasomea huko? Yes, nimelelewa Kongo na kuzaliwa Kongo na nikasoma huko tu. Umesoma mpaka kiwango gani? Nimemaliza university. Umemaliza university ya Kongo? Yes. Na by the way unatoka Kinshasa ama wapi? Sijatoka Kinshasa, lakini nimetoka sehemu wanaita North Kivu. Nimetoka kwa Kivu. Kinshasa ni capital city, lakini sisi tuko North Kivu. North Kivu. Yes. Okay. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, ndani ya studio zetu za Tawala TV siku ya leo kwake nyumbani, Luc Makalamba anatueleza habari zake, jinsi alivyozaliwa, akalelewa na hata akaanza kupiga muziki wa dunia kwanza ndio baadaye akaokoka. Sasa hebu tueleze ya kwamba kule Kongo vile ulianza na muziki wa dunia. Ulipiga muziki wa dunia kwa muda gani? Nilianza huo muziki wa kidunia nilipiga ilikuwa kwa miaka 6. Miaka 6 nilikuwa nafanya hiyo music ya secular. Sasa kwa neema ya Mungu nikasikia sauti ya Mungu inaniita kuniambia hapana, mimi Mungu hajaniita ili niimbie wasichana, niimbie pombe, lakini Mungu ilikuwa aliniumba ili nimwabudu. Na ndio maana nikaamua kuanza kumuimbia yeye. Kwa hivyo ukaanza kumuimbia Mungu kama bado uko kule Kongo? Yes, naanza kumuimbia Mungu nikiwa bado Kongo. Na sasa labda tuseme manake saa hizi uko Kenya. Ulikuja Kenya wakati gani? Nimekuja Kenya, nimefanya hapa karibia mwaka 1.5. Mwaka 1.5 tu. Yes. Kwa hivyo si kitambo sana. Si kitambo sana. Ndio bado unangangana na Kiswahili? Yani Kiswahili. Wengine nikiongea vibaya uko sawa. Wengine wananiambia Kiswahili kyako kigumu, na mimi nawaambia mimi kwa siku chache tu nitaelewa. Najua hata kwa tunaongea Kiswahili lakini Kiswahili ilianza huko Swahili ilianza huko East Africa. Ilifika huko kwetu Kongo ilikuwa tayari imebadilika, yani wameongeza mambo mengi, French, vitu nyingi sana. Kwa hivyo ndugu yetu Makalamba, kwa nini uliamua uje Kenya na sio Tanzania wala si Uganda? Ukaamua tu uje kwetu Kenya. Kwa nini uliamua kuja kwetu? Kweli nimeamua kuja Kenya. Maana ni nchi ambayo naipendelea. Ulipenda Kenya? Nilipenda Kenya tangu. By the way kule Kongo mnapenda Kenya? Tunapenda Kenya sana. Tumependa East Africa. Ndio maana wanamuziki wengi wa Kongo wanakuja Kenya kweli. Yes. Ndio maana nilikuwa naipenda sana Kenya. Na ilikuwa katika katika mambo nilikuwa nayapangilia kuja Kenya. Ndio maana kwa neema Mungu akanisaidia. Leo niko Kenya. Okay. Yes.
Kwa hivyo sasa life ya Kenya ukilinganisha na life ya Kongo, unaona ya kwamba ni ipi ambayo at least unaweza kuadjust? Manake Kongo kule nilisikia mnakula vyakula vingine ambavyo sisi Kenya hatuli. Kama kuna huyu mdudu ambaye anatengenezwa, anajigeuza butterfly tena anakuwa mdudu. Mdudu wa manyoya hivi. Huwa mnamkula huyo mdudu? Is it true mnakula huyo mdudu? Huko Kongo kuna kabila nyingi sana. Kuna wale wanamkula. Lakini wewe hujawahi mla. Okay, tuache hayo. Unajua mimi sitasema sijawahi ama nimewahi, lakini unajua ukisema katika maandiko matakatifu, yani Mungu akasema ametuletea haya mambo ili tuyakule. Sasa nyinyi ni kubomoa tu. Okay, ni vizuri. Yes. Okay. Kwa hivyo life ya Kongo na ya Kenya umeona kuna difference ama iko karibu sawa? Life ya Kenya na ya Kongo iko karibu sawa. Ila venye naweza sema ni kwamba Kenya mna neema, yani Kenya ni nchi ya amani. Amen. Tofauti na Kongo mali tumetoka, yani ni nchi imesumbuliwa sana na vita. Na hiyo ndo yani tukua huko Kenya tunajikuta tunatulia. Mnajikuta at least mko na amani. Ndio. Kwa hivyo direct from Congo ulikuja tu Kenya ama ulipitia kwingine? Kabla nifike Kenya nilikuwa nimefika Uganda, nimefika Tanzania pia. Na ndo sasa niko leo Kenya. Yes. Kwa hivyo Tanzania ulifikaje ama Uganda? At least kulikuwa na mtu mwenye alikuongoza kufika kule. Hata Kenya at least kuna mtu mwenye kuongoza. Ndio, nimefika Uganda. Nilikuwa naalikwa kufanya huko kazi za video. Maana venye nimesema mimi ni video director. Kuna wasanii walikuwa wananiita huko niende kuwafanyia video. Na ndio nilikuwa naenda Uganda, Kampala, nafanya huko siku nyingi. Na nimeenda Dar es Salaam, Tanzania. Huko pia nimefanya kazi za video vile vile, nikiongeza tena kwa ujuzi nilionao kwa hiyo kazi yangu. Kwa hivyo hizo kazi za video ndio zimekutuma ukaenda Tanzania, Uganda na hatimaye ukaja Kenya. Yes. Na Kenya haswa uliletwa na nani? Kenya? Hata mimi sijui niseme nini, lakini mimi nimezoea kusema ni neema ya Mungu tu. Ni neema, maana nikifikiria kusema kweli nimefika huku ni neema ya Mungu tu. Maana kuna mambo mengine huwa yanaonekana kama ni mambo machungu, lakini after ya mambo machungu kuna mambo matamu. Baada ya dhiki kuna faraja. Yes, ni hivyo kabisa. Kwa hivyo ndio sasa ukajikuta Kenya. Nimejikuta Kenya. Ulifika Kenya tayari umeokoka na ukaendeleza kufanya muziki wako at the same time unafanya kazi yako ya video? Ndio, nimejikuta Kenya maana nilikuwa nimeokoka. Na sasa nimepokelewa na ndugu zangu wa Kristo. Na ninashukuru sana Mungu. Nimeona Wakenya ni wakarimu sana. Yani ni watu wazuri, wamenipokea vizuri. Wamenionyesha mambo na yanaweza kunisaidia, wengine wamenisaidia. Yani nasema kusema ukweli, Kenya najikuta niko free. Amen. Na juzi nimesikia ukiniambia unaenda kwenye kuhudhuria harusi ya bradhako. Yes. Is he your blood brother ama ni bradhako tu kwa sababu ametoka Kongo? Ni brother yangu, yani kwa familia tumetoka familia moja. Lakini si eti ni yani baba moja mama moja, hapana. Lakini ndugu yako kwa sababu ya kutoka Kongo. Ndugu yangu kabisa. Na saizi mko nchi ya mbali. Tuko nchi ya mbali na tena kwa neema, yani naweza kusema ni mtoto wangu kiroho. Neema Mungu nimemhubiri na akampokea Kristo. Nikamfunza hiyo kazi ya uimbaji. Na akaanza kuifanya vizuri hata zaidi yangu kuliko mimi. Hata wewe ndio ulimfunza hiyo kazi ya uimbaji? Naweza kusema ni mimi, lakini katika ni Mungu tu alikuwa amepanga hivyo, la mimi Mungu amenitumia kama chombo tu. Mara nyingi Mungu akimtendea mtu jambo huwa mostly anatumia mtu mwenzake kumhudumia mwenzake. Kwa hivyo hilo linakubalika. Kwa hivyo Makalamba, kule Kongo kuna muziki ya waimbaji wa hapa Kenya ambayo inachezwa kule? Ndio. Kwa hivyo vile tunacheza hapa muziki yetu kule Kongo mnazipata vizuri? Tunazipata vizuri sana.
Na kama ningeuliza labda katika wanamuziki wa Kenya ulipendezwa na mwanamuziki gani? Kuna mzee wangu yani Ruben Kigame. Oh, Ruben Kigame. Yani akiimba najikuta ananibariki sana. Yeah, Ruben Kigame muziki wake una inspire watu wengi sana. Amekuwa baraka kwa watu wengi. Kwa hivyo ni Ruben Kigame ndio ulimpenda sana. Ruben Kigame kweli napenda nyimbo zake sana. Amen. Nyimbo zake zinapendwa na watu wote niseme. Yes. Na mwingine pengine female artist? Kusema kweli ni wengi waimbaji wa Kenya ambao napenda nyimbo zao. Na mwingine ni Gloria Muliro. Hao ndio ambao nilikuwa nawasikia nikiwa hata kabla nikiwa hata Kongo. Okay, Gloria Muliro. Yeah. Gloria Muliro ni mwanamuziki pia, nyimbo zake zinavutia sana na zinabariki. Kwa hivyo at least hao ndio waimbaji ambao ulipenda. Yaani nawapenda hao ni miongoni mwa wale ambao nawapenda. Miongoni mwa wale ambao unapenda. Maana nikianza kusema nitaje kila mmoja yani najua time itakuwa time haitaturuhusu. Yes. Kwa hivyo ulipenda hawa waimbaji na wakakuvutia hata ukasema kwamba uje Kenya. Yeah. Na vile umefika Kenya ukaanza kucheza nyimbo zako. Na kuna song moja yako pale kwa YouTube inaitwa Mbali Nawe. Hiyo song na vile umesema ya kwamba ulianza na muziki wa dunia. Hebu tueleze kidogo kuhusu huo wimbo. Kweli hiyo song Mbali Nawe ni song ambayo nimetunga. Nimejaribu kuimba yale maisha niliyoyaishi mbali na Yesu na venye nilivyompokea Yesu namna ninavyoishi sasa. Yaani ninaimba maisha yangu. Yeah. Unaimba maisha yako. Ndio maana hata video yake inaonesha katika ukiwa katika maisha ya dunia, sasa ndio baadaye Mungu akakubadilisha. It is a very powerful song. Hata mwenyewe inanibariki. Hata mwenyewe inakubariki. Yeah, mimi naipenda sana binafsi. Hata ndio tukienda break ya kwanza tutaweza kusikiza huo wimbo wako. Hebu tuimbie kidogo hiyo song Mbali Nawe na hiyo gitaa. Naona una gitaa hapo. Asante sana. Hebu cheza kidogo hiyo gitaa tuimbie hiyo Mbali Nawe ndio tukaweza kubarikiwa zaidi. Nilikuwa mbali nawe, neema yako ikaniokoa. Nilifungwa na anasa, leo sasa nimefunguka. Nilikuwa mbali nawe, neema yako ikaniokoa. Nilifungwa na anasa, leo sasa nimefunguka. Sasa naimba, sasa naimba. Nani angeniokoa? Mbali nawe mimi nilifungwa na anasa, nikizani mimi ni superstar. Nani angeniokoa? Mbali nawe mimi nilifungwa na anasa, nikizani mimi ni superstar. It is so powerful. Mpenzi mtazamaji, ndani ya studio zetu za Tawala TV tuko naye Luck Makalamba kutoka all the way from DRC Congo, lakini anaishi hapa Kenya, Mombasa, na anafanya huduma zake za video shooting na huduma zake za muziki. Hiyo song ameimba, anasema ya kwamba alikuwa mbali na Yesu na alipotelea katika anasa, lakini Bwana akamuokoa. Kwa hivyo tunapoingia katika mapumziko tukipokea kopo letu la maji ama la juice tamu ambayo tumepewa, ningependa tukaweza kumsikiza Luck Makalamba akileta wimbo wake Nilikuwa Mbali Nawe. Na kabla ya atakapoleta huo wimbo Nilikuwa Mbali Nawe, tutaweza kupata wimbo wake ambayo ni kazi ya Luck Makalamba, kazi yake ya video ya pastor mmoja anaitwa Maajabu Pastor. Karibu sana, usikae mbali. Karibu sana tena mpenzi mtazamaji ndani ya studio zetu za Tawala TV, nikiwa kwake nyumbani ndugu yetu Makalamba kutoka DRC Congo ambaye anaishi hapa Kenya, Mombasa. Naam, ndugu yetu Makalamba, kipindi hichi chaitwa Usikate Tamaa. Maanake katika maisha ya wanamuziki wanapitia changamoto nyingi, unakuta wengine wanavunjika moyo, wanaona ya kwamba hawawezi endelea tena, hata wanakata tamaa, wanapoteza yale maono yao
Lakini wewe vile ulikuja Kenya, licha ya kwamba wewe umetoka nje, umefika Kenya, I'm very sure kuna changamoto ambazo umekumbana nazo. Maisha tu hayakuwa nywe mara moja. Sasa ningependa tu ukaweze kumweleza mtazamaji ama kutueleza ya kwamba ni changamoto zipi ambazo umekumbana nazo, ama hujawahi ona changamoto? Kusema ukweli changamoto ni nyingi sana. Hata ukiongea na jikuta kukumbuka, yani inakuja kama movie fulani ya hizo changamoto ambazo nimezipitia. Nikumbuka changamoto ni nyingi, lakini miongoni mwa hizo changamoto nakumbuka nilipokuwa nikifanya hiyo kazi yani ya uimbaji, nilikuwa na shida ya pesa. Yani kupata pesa ilikuwa vigumu sana ili niende studio nifanye wimbo. Mwanzo watu hawakuwa wananielewa. Kusema nipate sponsor ilikuwa yani vigumu sana. Na ilikuwa nitafute pesa kwa nguvu yangu niingie studio. Na ilikuwa vigumu kabisa, sikuwa na kazi, nilikuwa bado niko shuleni. Na ninakumbuka sasa nilikuwa nimemaliza shule. Ilinibidi sasa nianze kutafuta kazi, na kazi haikupatikana. Na sasa nikakosa niendelee vipi, na pia music nilikuwa nataka niendelee kufanya music. Sasa sina pesa, nitafanya vipi? Na kumbuka ilikuwa kipindi kigumu kwangu. Maana ninakumbuka ili nipate laptop yangu ya kwanza. Yani kusema ukweli Mungu ni mkubwa. Akumbe kuna time unatafuta kazi unakosa. Na hata huku kuna watu ambao wanaweza kusaidia, lakini ni kama Mungu alikuwa wafanya wasione yani hiyo mambo napitia, wasione hitaji langu. Yani unaona kuna mtu hata anaweza kusaidia lakini hakusaidii. Yani tulisumbuka sana. Na kwa neema ya Mungu, mara nyingine Mungu anapenda wakati unapitia hali ngumu asikimbilie kukuletea watu, manake uta lose focus yako kwake ukaanza kumwangalia yule mtu. Ndio maana mara nyingi katika maisha unakuta hata pengine relative wako ana uwezo wa kukusaidia, lakini pengine hata kusaidia. Pengine Mungu ameruhusu iwe hivyo ya kwamba wakati atakapokusaidia utakuwa na ushuhuda. Na si unaona vile Mungu alifanya hivyo? Ndio leo uko hapa, umefika hapa kushuhudia yale makuu Mungu alitenda. Hiyo ni ukweli unaongea, maana nimeelewa kwamba Mungu wetu hataki kushare glory yake na mtu yeyote. Na ndio maana nimekuja kutambua kwamba ni hiyo ndio kitu iliacha Mungu hakuwa anawaleta watu waje kunisaidia. Ilikuwa ili ninapopata ile kitu nilikuwa nahitaji nione kwamba ni Mungu ndo ametenda. Si mwanadamu yeyote. Ndio maana kabisa kusema ukweli nimeelewa kwamba mtu akipitia vipindi vigumu yani tusimsahau Mungu. Maana kwa hivyo vipindi vyote mimi nilikuwa namuomba Mungu, nilikuwa namulilia Mungu. Mungu unasema inchi na kujaa kwake yote ni mali yako. Mbona sasa naonekana hivi? Mahitaji yangu mbona kabisa nilisumbuka. Nilikuwa ninamulilia Mungu. Na kwa muda unaofaa niliona Mungu akinitendea. Na leo leo sina tena shida. Yani kweli tuna mahitaji, lakini haya mambo yalikuwa yananisumbua hizo siku. Kile kiwango Mungu alishakuinua. Nishapita iko kiwango. Na ninamshukuru sana. Na nimesikia ukisema ya kwamba ulipoanza muziki ulikuwa bado huna pesa, huna kazi, bado wewe ni mwanafunzi. Na umefika Kenya, umesema 1.5 years ago, that means umefika hapa last year. Ulikuwa Kenya ukiwa bado ni mwanafunzi? Hapana, huko Kenya sikuwa mwanafunzi. Nilikuwa tayari nishamaliza university huko DRC. Na nimekuja Kenya. Sasa kazi ambayo nafanya ni hiyo video production. Hiyo ndio kazi naweza kusema ni kazi inanisaidia nipate kitu kidogo. Niweze kulipa nyumba na mahitaji yangu mbalimbali. Na namshukuru Mungu maana anaendelea akijionyesha kwangu yani anaoneka, yani nimeona mkono wake. Kusema ukweli sikuwa najua kwamba naweza kuishi Kenya. Maana tulikuwa tunaambiwa huko Kenya maisha iko expensive yani. Na ni kweli ukiangalia huko yani kama hapa Mombasa hakuna mashamba, lakini huko kote mahali tulikuwa yani kuna mashamba huko na huko, hata unaweza kuwa hauna kazi unakwenda shambani unapata kitu kidogo. Lakini huko Kenya sikujua nitaishi namna gani, lakini Mungu anaendelea kunishikilia, niko sawa. Kwa hivyo huko Kongo unasema mna mashamba kubwa? Yes.
Na mnapanda vyakula kama gani, kama your cash crop ni gani? Vyakula tunapanda huko ni mahindi, miogo, na yani ni kama kila kitu huko nyumbani iko kabisa, maana Mungu alitunemesha huko Kongo, alitupatia udongo ambao kabisa huko sawa, ukipanda chakula inaota vizuri hata pasipo kuweka hizo mbolewa. Bila hata mbolea vyakula vinamea vizuri. Kwa hivyo mnapanda mahindi, kwa hivyo huko nikija nitapata ugali. Ukija huko utapata vitu nyingi sana. Na mnafuga kama ingoho, unajua ingoho? Hapana, sijui ingoho. Kuku. Kuku ndio ingoho. Kuku zipo nyingi sana. Ingoho. Sasa hiyo ni lugha gani? Kibaluya. Hizo ziko kabisa tunafuga. Sasa Wabaluya wakija huko, mimi nikija, uhakikishe tu kuna sima na ingoho. Sima na ingoho. Yaani hiyo najua ukifika Kongo utapata, yani kwa wingi. At least. Nitasikia raha sana. Yes. Na sasa vile umekuja Kenya, unapanga kurudi Kongo ama utaendelea kuwa Kenya? Kusema kweli, nimefurahia Kenya. Nimefurahia Kenya. Na bado niko Kenya. Bado uko Kenya. Until further notice. Kando na changamoto za kifedha ambazo zimekuwa ni changamoto sugu, mostly kama msanii, mwimbaji, pengine mhuduma, changamoto ya fedha inakuanga the main challenge, manake watu wengi huwa wanakosa pesa, especially wakati wanapoanza kufanya huduma yao. Kwa hivyo hilo changamoto la kifedha umesema ulipita na Mungu akaweza kukusimamisha kwa rehema zake, akakuprovidea hata ukapata laptop. Na sasa ningependa kuuliza ya kwamba changamoto nyingine ambayo inakuanga ni sugu pia kwa wanamuziki wetu, hasa vijana wetu, hata makanisani ukiangalia keyboardist wanakuwa na stories zao. Ukiangalia vijana wengi ambao wanafanya muziki wanaingia katika majaribu, ndio wanakuta kama ni dada anashika mimba, tunafungisha harusi, alafu baada ya miezi kadhaa, 3, 4 mtoto anazaliwa, wanasema amezaliwa prematurely, kumbe ni mambo yaliharibika kitambo. Wewe haya majaribu haukumbani nayo ama uko? By the way, sijaona mkaza mwanangu hapa, labda nione wajukuu wanapita hapa. Aweza tu kutueleza pengine umeoa, uko na mwenzako ama bado? Bado sijaoa. Sijaoa. Na ninajua kuna yule ambaye Mungu ameniandalia. Hata kama leo simjui, lakini Mungu anamjua. Kwa hivyo unamaanisha hujaoa na pia huna hata mchumba? Sina mchumba. Kwa hivyo wadada mwanza kutayarisha application, tafuta Abigail, kama unaweza kunifikia nianza kukutetea huko mara moja. Tutakuwa tunapima kwenye mizani. But anyway, just on a light note. Kwa hivyo unasema ya kwamba haujapata mwenzako bado? Bado sijapata mwenzangu. Kwani tangu uje Kenya hujaona warembo wa Kenya? Kenya kuna warembo wengi sana kama Kongo. Kama Kongo huko kwenu. Lakini bado haujapata wako? Bado sijapata, lakini najua Mungu amemwandaa. Lazima kuna ubavu wako. Yes. Sasa ulikuwa ukiuzungumzia changamoto zingine ambazo tunapata katika hiyo kazi. Ni kweli kama sisi vijana si rahisi sana kweli hiyo kipindi. Maana kama mimi nilikuwa peke yangu. Kuna wengine anaweza kuja, utazani anakuja kufanya wimbo, ama utazani ni mtu anataka mfanyie video, anakuja anakuja kwa hizo njia kama mtu ambaye anakuja kufanya video. Lakini siku zikiendelea utaenda kuona kwamba ni mtu alikuwa na mambo mengine alikuwa analenga. Ni nyingi sana changamoto kama hizo tumezipata katika hiyo kazi. Lakini nashukuru sana Mungu, maana anasema katika maandiko matakatifu kwamba hakuna jaribu ambayo inaweza kutufikia ambayo iko juu kuliko kiwango cha imani yetu. Jaribu mimi nikipata jaribu, najua kwamba hiyo ndio jaribu ambayo iko kwa level ya imani yangu. Sina oga. Na tumeonana wengi, hata mara nyingi hata tukakimbia, yani wengine wakatuone sisi ni washamba, na tunakubali tuwe washamba ili tusihayarishe jina la Mungu. Amen. Yes.
Amen. Nashukuru Mungu sana. Kwa hivyo unasema ya kwamba changamoto ziko, majaribu kama hayo yapo, yale yenye yalimfanya Yusufu akatoroka akaacha vazi lake. Yeah. Kwa hivyo wewe binafsi umewahi toroka ukaacha vazi? Unajua kuna kuacha vazi kwa njia nyingi. Kwa njia nyingi sana. Mimi nitasema kuna mahali umeangalia hapa nisipoondoka kitaumana. Hapa mambo yataharibika kweli. So vazi tumeacha nyingi. Yeah. Na unajua shetani akitaka kukuangusha, akitafuta namna ya kukuangusha, hata kuangusha kupitia kwa njia nyingine. Manake kazi yako mostly una deal with ladies na mambo na muziki wanakuja. Shetani anaweza kutumia mwanadada amfinike tu vazi la uokovu na muziki, alafu anakuja anakudanganya anataka kufanya video shooting, lakini kumbe lengo lake na nia yake ni kukuangusha wewe. Yeah, hao ni wengi sana, lakini pia kuna wengine ambao wako serious. Kuna wengine ambao wako serious kikazi. Yaani hataki yale mambo, yani amekuja kabisa anajua kile anafanya. Ndio maana mimi naweza kuwashauri waimbaji kusema kweli, kama unamwimbia Mungu, kama unasema unamtumikia Mungu, yani kuwa serious na hiyo kazi. Maana unajua kuna time nyingine unaweza kuzani unamtumikia Mungu, kumbe unajiletea laana. Unamtumikia Mungu na tena unataka usijue ufanye mambo ambayo hayawezekani, ambayo hayamfurahishi Mungu. Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Yaani hataki watumikie wa bwana wawili. Kama wewe ni mtu wa Mungu, kama wewe ni mwimbaji wa nyimbo za Mungu, mtegemee Mungu na umuogope. Ndipo utaona Mungu akikubariki. Amen. Yeah. Kwa hivyo unatoa wito wako kwenye waimbaji ya kwamba wakaweza kuwa serious na Mungu, na Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Yes. Anapenda ukimtumikia umtumikie yeye peke yake. Yeah. Amen. Na umewahi kumbana na pengine unafanya kazi na mtu wa female sex, pengine ni dada ambaye ameolewa na pengine mume wake akakosa kukuelewa? Manake sisi pia ni female artists na tumewahi kumbana na majaribu kama hayo. Yes. Hiyo majaribu kama na hayo nimeyapata. Nakumbuka kuna mama moja nilifanyia wimbo na sasa tulikuwa unajua kabla ya kufanya wimbo ni sharti tuanze kuwasiliana na mtu hata kwa simu, kuhusu bei, kuhusu nini. Sasa mume wake alipata hizo chat kwa simu ya bibi yake. Na sasa sijui alielewa vipi ama ilikuwa vipi, mimi sikuelewa, na akaanza kunipigia simu, kwani wewe umeongea na mke wangu, kwa nini hivi, kwa nini mumeongea na yeye? Mimi nikasema kama nimeongea na huyo mke wako, wewe tu usome hizo chat zote, yani mimi utanielewa. So hakutaka kuelewa, na nikaona kwamba akaona wewe ni Mkongo hata si wa Kenya. Sasa hapo ndo mambo yaliharibika sana. Na akaanza hata kunitisha, na hata nilikuwa nimeamua kurudi nyumbani sababu yake. Nikaona huyo mtu kabisa, yani hiyo shida, yani mimi niliona iko juu, lakini kwa neema ya Mungu alisaidia, haya yote yakapita. Kwa hivyo aliona nikana kwamba umetoka huko kuja hata alianza kusema mambo kama na haya, yani kwani wewe umekuja Kongo kuwachukua wake zetu? Nikaanza kustuka, nikasema mimi sijawahi kufikiria mambo kama na haya, kwa nini huyo mtu aanze kusema mambo kama na haya? Yani nilichoka sana. Aliona umekuja Kenya kuchukua wake zao. Na mimi nikaelewa maybe inawezekana huyo mtu alikuwa hamuamini huyo mke wake. Nilizani hivyo. So namshukuru Mungu, maana hizo vitu zote anatufanya kuwa washindi kwa neema yake. Yaweza kuwa alikuwa hamuamini, ama pengine kuna wengine nao tu wako na hizo character. Lakini kusema kweli kuna pia wale watu ambao wanafanya kazi kama hiyo yangu, wale ambao kweli unaweza kumuona yeye pia anaanza kuwasumbua waimbaji. Kuna wengine hata yani hawana heshima, yani hawezi kumheshimu mtu, kumwona huyo ni mama ama huyo ni mtu wa yani tayari amefanya harusi ama sijui nani, watu kama hao pia. Kwa hiyo kazi yetu ni wengi, ni wengi kusema kweli. Hata wako wengi ambao watakwambia watakufanyia muziki bure bila malipo, ama at least mkubaliane na yeye kwa njia moja ama nyingine akufanyie muziki wake, lakini mimi naona hiyo ni uchafu, unatia najis katika hiyo huduma yako
Ni vizuri kama vile Mungu alivyo mtakatifu, kazi yake ifanyike kwa njia takatifu. Sasa hiyo mimi kusema kweli naomba Mungu nisifikie hiyo kiwango. Imagine mtu unafanya nyimbo za Mungu na sasa tena uanze kufanya mambo kama haya. Sasa hapo utakuwa unamwimbia Mungu gani? Utakuwa sijui unawaambia watu waje wapi tena? Si ndio maana kabisa kusema ukweli. Kuna wengine, kuna mara waimbaji tunajiletea laana kubwa sana. Na vile utaona mtu anafanya kazi anasema mbona mimi nafanya kazi lakini haisongi mbele. Kumbuka kuna mahali pengine umefanya kitu vibaya, umeanza vibaya. Ndio maana ndiko nasema kumbuka wapi ulianguka na ukatubu. Ndio maana waimbaji tuangalie sana venye tunamtumikia Mungu. Tungemtumikia kwa roho na kweli. Maana Mungu anataka wale watu ambao watamwabudu katika roho na kweli. Si eti Mungu, wengi ni kama tunamzihaki Mungu. Mungu hazihakiwi. Ukimzihaki Mungu jua kwamba hapo mbele kuna shida itakupata. Kwa hivyo katika hii kazi yetu katika music industry nafaa kuaminiana kuwe na ile kumuogopa Mungu kuwe. Umenikumbusha kuna there is a time nilikuwa kwa studio natengeneza muziki wangu na tukawa tumeketi na huyo producer wangu tunatengeneza audio. Na kawaida ya studio lazima mlango ufungwe. Sasa bibi yake akawa anakuja na vile anakuja kimya anafungua mlango pop, anaingia ndani kama mbaya ametime anataka tushike red handed. Mpaka nikamuuliza mume wake huyu producer, nikamuuliza ni vipi, akaniambia hapa mimi nina mitihani kibao. Basi nikamwambia basi muite mkeo aje hapa tufanye kazi na yeye akiketi pale. Kwa hivyo tuliweza kumchukua ndio tukafanya hiyo kazi tukairahisisha. Kwa hivyo tu hii kazi tungependa kutoa wito ya kwamba kuwe na uaminifu na kuwe na ile kumuogopa Mungu. Once hiyo ikishatimilika hakutakuwa na shida nyingine tena. Kwa hivyo itakuwa vizuri na ninasikia kubarikiwa sana na wewe Luck vile unasema ya kwamba hizo changamoto zote umekumbana nazo na haukukata tamaa, uliweza kuendelea. Nashukuru Mungu yule mtu vile alikutishia maisha haukuogopa ukaamua kufunga safari urudi. Yani nisikia sauti ya Mungu inaniambia usiogope, mimi ni pamoja nawe. Amen. Na nikasimama na nguvu tena nikasema huyo Mungu ameahidi kwamba hawezi kuniacha. Ndio maana inawezekana pia kunaweza kuwa pia mtu unapitia changamoto fulani unatufuata. Mimi kile ninachoweza kuambia kwamba Mungu mwenyewe ameahidi kwamba hawezi kuacha. Si eti iko pamoja nawe sababu uliomba ama sababu ulifanya. Hapana, iko pamoja nawe sababu ameahidi kwamba hawezi kukuacha. Na hata kuacha as long as utatengeneza uhusiano wako na yeye. Kwa hivyo katika changamoto hizo zote na kuhusu kutengeneza video umepata changamoto gani? Pengine mtu anakuja umtengenezee muziki, umtengenezee video na hana pengine mapeni ya kukulipa. Ndio, kuna wengine hata tunawasaidia. Mtu anakuja, unaona venye kweli amekuja, unaona yani kimapato iko chini sana. Hao watu tunawasaidia. Mimi binafsi kusema kweli nawasaidia watu kama na hao. Na hasa kuna wengine anaweza kuja mkakubaliana na yeye, anasema nitakupatia kiasi fulani tuanze kwanza kazi, tufanye kazi. Anaweza kuleta maybe pengine deposit ya kiasi kidogo, unaanza kazi. Sasa ukimaliza kazi yake kumwambia si nimemaliza kazi sasa naomba vipi ile balance. Hiyo inakuwa shida sana na kuona vibaya. Hao watu wote tena inabidi mnakosana. Sasa mimi najiuliza mbona mimi nimekufanyia kazi kazi ambayo pengine wengine wameifurahia. Sasa kwa nini hautaki kunipa haki yangu? Hayo tumeyapata katika hiyo kazi. Kwa hivyo nimeona pale katika YouTube lako umeweza kuimba wimbo Sema na Yesu, na ndio nagundua ya kwamba kumbe siri yako imekuwa ni kusema na Yesu. Haukimbilii kutangatanga huko nje ukielezea watu, unasema na Yesu na una encourage mtazamaji pia akiwa na changamoto kama zile asikate tamaa akaweze kusema na Yesu. Alafu tunapoingia katika mapumziko, mpenzi mtazamaji, tutaweza kupata wimbo wake Luck Makalamba unasema sema na Yesu. Alafu baadaye tutapata wimbo wangu ambao amenifanyia video shooting, wimbo wa corona. Bado corona haijaisha, tuzidi kujihadhari, tuzidi kuosha mikono na keep social distance na kuweza kuzingatia yale masharti na tutaweza kupona. Mungu akubariki, endelea kuwa nasi. Karibu tena mpenzi mtazamaji ndani ya studio zetu za Tawala TV. Nikiwa hapa nyumbani kwake Luck Makalamba kutoka DRC Congo, lakini yuaishi hapa Mombasa, Kenya.
Kwa hivyo ndugu yetu Makalamba ameweza kutueleza ya kwamba siri ya ushindi wake inapatikana ndani ya Mungu na ndani ya maombi. Na ametuhimiza ya kwamba kama wahuduma yafaa tumtafute Mungu. Hata kama schedule yako ya siku iko tight namna gani, you can spend some times with your God. Jinsi alivyonieleza jana ya kwamba anaingia katika maombi. Na ni wachache ambao wanaweza kufanya hivyo. Kwa hivyo ndugu yetu Lucky Makalamba, tungependa tu kaweza kumuhimiza mtazamaji ya kwamba anaweza fanyaje huduma yake ili afike kiwango chako. Labda kuna mwingine anafikiria pengine nikiomba lazima niombe masaa marefu, lazima niombe muda fulani ndio Mungu anisikie. Ungependa kumweleza nini mtazamaji? Ya mtazamaji wangu, mimi nitamwambia kwamba tungeelewa jambo kubwa kwanza. Katika maombi ndipo kunapatikana nguvu yetu. Maana tunapomuomba Mungu, Mungu anatutia nguvu ya kuendelea. Hata yani katika kazi yako unamhitaji Yesu. Katika sijui uimbaji wako unamhitaji Yesu. So tunatakikana kuwa waombaji. Unajua mimi nimeona kwamba yani muimbaji ni sharti awe pia muombaji. Lakini shida ni kwamba leo waimbaji wengi hawana time ya maombi. Utamwona mtu huwa anaomba, wakimwambia utenda kudumu mahali fulani ndio anaweza sasa kuomba Mungu ninaomba, lakini zingine siku zote anajisahau. Ijapokuwa kusema ukweli Mungu hatungekuwa tunamchukua sijui kama hawa watu ambao wanacheza football. Watu wa football kuna wengine ambao wakijiandaa kwenda kwenye uwanja kucheza hizo mechi zao, wengine ndio sasa wanaenda kuona hao watu zao, eti wengine wanakuanga na watu ambao wanawapatia hiyo kitu ambacho itawasaidia ili wacheze vizuri. Hao ni watu wa football. Na kuna watu wengi wamemchukua Mungu hivyo. Wakati wameambiwa utahudumu sijui Sunday, hiyo siku ndo anajiandaa anaomba Mungu naomba uwe pamoja nami. Hapana, sivyo. Mungu ni sharti tungekuwa na time kwa siku yako, unasema mimi kwa hiyo time hadi sijui hata dakika 15. Waweza kusema hiyo time sijui itakuwa saa 1 hadi saa 1 na dakika 15 mimi nitakuwa namuomba Mungu. Yaani unaweka hiyo katika program zako. Inakuwa ni time ambayo unakuwa pamoja na Mungu. At least siku isipite. Lakini waimbaji wengi, na ndio maana utaangalia leo kusema ukweli, nyimbo ambazo waimbaji tumeanza kuziimba sasa leo ni nyimbo utazikuta hazina upako. Yaani ni wimbo wamefanya tu kuwafurahisha watu. Wengine hata wameanza kutunga wimbo kulingana na zile ambazo viewers wanafurahia. Yaani tumependa sana kuwafurahisha watu kuliko kumfurahisha Mungu. Ijapokuwa sisi waimbaji wa nyimbo za Injili, yani tuko hapo sababu ya kupeleka Injili ya Mungu mbele, lakini tumewatazamia sana watu, yani tumeweka sana, tumefocus kwa mambo ambayo yanaonekana. Tumesahau jambo la muhimu. Japokuwa nyimbo zina nguvu. Ikiwa leo ulimwengu unaweza kuwa unaharibika, hata hizo corona zinawatatiza watu, pengine inaweza kuwa hatukumwabudu Mungu gizi nafaa. Maana ukiangalia tukimwabudu Mungu, tukimwimbia Mungu, nyimbo ina uwezo. Maana ukiangalia kuna wale waliimba nakuta ya Yeriko ilianguka kupitia nini? Ilikuwa kupitia sifa. Kupitia sifa tu. Utamwangalia kuna pia Daudi aliimba na pepo zikamondoka Sauli. Na kwa hiyo nina testimony moja. Kuna siku moja nilikuwa nikifanya practice zangu kanisani mahali fulani. Na walikuwa wamewaleta watu ambao walikuwa wanasumbuliwa na pepo wachafu. Kule Kongo ama hapa Kenya? Ilikuwa ni Kongo. Na walipokuwa wamewaleta watu hapo kanisani, waombaji walikuwa wamechoka kuomba. Na wakaniita wakasema, tunaomba utusaidie. Hao watu yani tumeomba kusema kweli pepo, yani mambo yameshindikana. Tunaomba utusaidie. Nikasema inawezekana wao walikuwa wanadhani nitawasaidia, maana pia ni muombaji, walizani nitaomba pengine. Lakini nikamwambia muwalete hao watu. Na walipowaleta hao watu mali nilikuwa ninafanya hiyo practice. Mimi katika moyo wangu nikasema leo sitaomba lakini nitaimba. Na yule Mungu ambaye Daudi alitembea naye, ndio Mungu ambaye mimi ninamuamini, ambaye anatembea na mimi. Ninajua kwamba na mimi pia kupitia sifa zangu pepo haiwezi kubaki katika maisha ya watu. Na waliwaleta, walikuwa wawili. Walikuwa wamepoteza kabisa ufahamu. Na sasa walipowaleta hapo, mimi nikachukua hiyo keyboard yangu na nikaanza kuimba. Na nilipoanza kuimba nikaanza kumwabudu Mungu na kumsifu.
Haikupita hata dakika ngapi wanaanza kupata Wakarejesha fahamu. Yaani Mungu anaanza kuwatembelea sasa kupitia nini? Kupitia wimbo. Kupitia wimbo. Si eti hata niliomba, lakini kupitia wimbo. Ndio maana mwimbaji ambao unanifuata, acha nikwambie kwamba katika kuimba kuna nguvu. Kuna nguvu katika uimbaji. Sasa shida ni kwamba shetani leo, yani shetani hataki tujielewe. Shetani hataki tuelewe uwezo ambao uko katika nyimbo. Ndio maana utaona leo waimbaji wamechanganyikiwa. Yani anataka yeye avae vizuri, aonekane, afanye wimbo wake, aweke YouTube, watu wawe wengi sana ambao viewers wawe wengi. Haya ndio mambo ambayo waimbaji wa leo sasa wametazamia, wamesahau jambo la muhimu. Ndio maana mwimbaji ambaye unanifuata, hata pengine wewe si mwimbaji, unaweza pia kuimba. Wewe ni muombaji, unaweza pia kuimba na Mungu akatende kitu. Ndio maana tusingesahau nguvu ambayo inapatikana katika uimbaji. Maana katika uimbaji kuna uwezo. Kuna uwezo kabisa. Ndio maana kabisa tungekuwa serious na huyo Mungu wetu. Tukiwa serious na huyo Mungu, tutaona mambo yanatendeka. Tutaona mambo makubwa sana. Amen. Yeah. Kwa hivyo Luck Makalamba, unaweza kunibariki hata mimi sana kwa kusema ya kwamba kama ni mwimbaji inafaa utenge muda wa maombi. Hauwezi tenganishwa na maombi kama wewe ni mwimbaji. Mahubiri sio tu ya wachungaji kanisani peke yake. Manake hata kama wewe ni mwimbaji, wewe unapeana message. Na kama muziki wako ni gospel, inafaa the source itoke kwenye neno la Mungu, Biblia. Na Biblia hauwezi tenganisha na maombi. Kwa hivyo katika ministry yako Luck Makalamba umesema ya kwamba wewe unaweza hata kuimba na nguvu za Mungu zikashuka na mambo kweli yakatendeka kulingana na hiyo testimony yenye unapeana. Na kando na kuimba pia huwa unahubiri. Kuna siku moja nimeangalia pale YouTube nikaona umeweka clip ya mahubiri, unasema ya kwamba kuna ugonjwa mbaya kuliko corona. Nilishtuka sana nikasema, nikashangaa ugonjwa gani ile ambalo Makalamba amejua ya kwamba ni mbovu kuliko corona? Hebu tueleze kidogo hilo gonjwa ni gonjwa lipi? Unajua kweli corona ilipokuja hapo mwanzoni watu waliogopa sana corona. Na wakaweka masharti. Ni kweli kabisa, ni sharti tujikinge na corona. Ni ugonjwa ambayo unaua. Lakini kuna ugonjwa ambao uko zaidi ya corona. Na ni ugonjwa gani huo? Ni dhambi. Yani kweli unajua corona inaweza kuua mwili peke yake. Lakini dhambi inaweza dhambi inaweza kuwa mwili na roho. So ni vizuri sana kwanza tuogope hiyo dhambi. Kabla kuogopa corona tuogope kwanza dhambi. Na unajua watu wengi walikuwa wanajikinga lakini wanasahau kwamba kuna ugonjwa mwingine ambao sasa inabidi tujikinge. Unajua tumekuwa tukivaa barakoa, tumeosha mikono, ni vizuri. Lakini venye tunapoogopa ugonjwa wa corona, tungeogopa vile dhambi tukiishi utakaso. Yaani venye tunapoosha mikono yetu tuoshe pia mioyo, yani tuwe watu ambao tusafishe mioyo zetu ili tumuone Mungu. Unajua hata kama corona haitatubeba lakini siku moja tu kifo inatusubiri. Yani sisi hatutakuwa ulimwenguni si milele na milele, hapana. Kuna mahali tunaenda, sisi ni wasafiri. Then tungejiandaa kwa hiyo siku yetu ya mwisho. Ukifa, sijue ni leo ukifa utaenda wapi? Luck, kuna mtu pale anasema ya kwamba Abi labda leo ametubwaga, ametudanganya ya kwamba huyo ni Mkongo. Manake Wakongo hawakosi kuimba Lingala. Chukua gita yako ukaweza kutuimbia song yako ya Lingala at least kwa dakika 1-2 hivi. Kuna song moja nimeimba inaitwa Bolingo ya Nzambe. Yani upendo wa Mungu. Bolingo ya Nzambe elekelinga mabanzo. Kwa hivyo bolingo, umesema bolingo ya Nzambe? Bolingo ya Nzambe elekelinga mabanzo. Elekelinga mabanzo. Umepita ufahamu. Upendo wa Mungu wanipita fahamu. Wanipita fahamu zangu. Yes. Na bolingo ya Nzambe na suka toi inamaanisha upendo wa Mungu. Bolingo ya Nzambe ezana sukate, yani upendo wa Mungu. Ezana sukate. Yani upendo wa Mungu mwisho. Hauna mwisho. Naona wewe unajua Lingala vizuri. Amen, najaribu sana nilipenda. Najua hata ulipoimba wimbo wako ule ambao nimefanya video. Yani nilisikia mbona huyu mtu anaimba kama Kibalonza huyu wa nyumbani. Sasa naona hata pia unaelewa Lingala ni kama okay. Nilipenda Kibalonza sana, ndiye alikuwa my role model. I really loved her. Lakini najua Mungu alimpumzisha, lakini tutakutana naye siku moja. Kwa hivyo ningependa tu uimbe hiyo bolingo ya Nzambe. At least ndio mtazamaji nikaweza kumdhibitishia kwamba kweli wewe umetoka DRC Congo. Yes. Acha niimbe hiyo ni rumba. Ni rumba nitajaribu kutafsiri Kiswahili niweke ndani hata kama ni wimbo ya Lingala, lakini acha nitafsiri kwa Kiswahili.
Nilitembea ulimwenguni pote nikitafuta rafiki mwema, jambo la huzuni sikumpata. Shuleni sikumpata, kanisani sikumpata. Shuleni sikumpata, kanisani sikumpata. Nilipotembea kweli na kutafakari, nikamwona rafiki mwema na tena mwenye upendo, jina lake Yesu. Kweli mimi sitamwacha, wanga wa motema Yesu, wanga wa motema Jezi na lingio, wanga wa mabanzo papa na ponio toza wanga bolingo bolingo ya Nzambe lekelinga mabanzo mama. Bolingo bolingo ya Nzambe lekelinga mabanzo mama. Bolingo bolingo ya Nzambe lekelinga mabanzo mama. Nitaenda naye, nitaimba naye, hata nikikufa hawezi niacha, wanga wa motema Yesu na lingio. Bolingo bolingo ya Nzambe lekelinga mabanzo mama. Bolingo bolingo ya Nzambe lekelinga mabanzo mama. Nakwambia Yes. Mpenzi mtazamaji, ndani ya studio zetu za Tawala TV kuna mambo yamewaka moto. Bolingo ya Nzambe lekelinga mabanzo. Lekelinga mabanzo. Upendo wa Mungu unapita fahamu za wanadamu, na kwa hakika upendo wa Mungu hauwezi linganishwa na chochote. Kwa hivyo Lack Makalamba, ningesema tuendelee, na nikisema tuendelee tutaenda hata mpaka kesho. Lakini muda umeshatupa kisogo kabisa. Unapatikana wapi kanisani? Kanisani nashiriki kwa kanisa ya AIC Chuda. AIC Chuda. Yes. Mchungaji wako anaitwa nani? Ningependa utazame pale umtaje, umshukuru. Mchungaji mwingine anaitwa Pastor Kidhuku na mwingine anaitwa Pastor Kivunge. Na mwingine tulikuwa pamoja na yeye hapo anaitwa Pastor Obiji. Yes. Okay. Hao ndio unahudumu chini yao. Hao kabisa. Wameniongoza vizuri sana, wanaendelea kunihimiza katika hiyo kazi ya kumtumikia Mungu. Naomba Mungu aendelee kuwabariki. Amina. Yeah. Thank you so much. Hao watumishi wa Mungu ambao mmetajwa, hata nami pia hapa studio zetu za Tawala TV, kwa niaba ya Tawala TV ninasema Mungu awabariki kwa kazi njema ambayo mnafanya ya kuwakuza vijana wetu kwa njia ya kumwogopa Mungu. Amen. Umesema kuna brother yako ambaye alikuintroduce Kenya. Ningependa tu utazame hiyo kamera umtaje, ama pengine labda apende kutajwa. Kuna mwingine pia nilisema ataje hapa watu akiwashukuru, lakini baadaye akaniambia hawakuwa comfortable kutajwa. Pengine if he can never be comfortable usimtaje, lakini kama anaweza kuwa comfortable waweza mtaja ukamshukuru pia. Yeah, kwa kweli unajua nasema ni brother yangu Emery Kuhimba, hata pia ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Ndio yeye amefanya harusi juzi. Amefanya harusi hapa juzi na msalimu pia na mke wake ndio. Ameoa mke kutoka Kongo ama ni Mkenya? Alipata neema akiwa hapa Kenya, akapata Mkongo mwenzake na amefanya harusi. Yeye alipenda tu wa Kongo, hakupenda sisi wa Kenya. Hapana, nasema ni neema. Amen. Lakini ndio ubavu wake. Yeah. So amefanya harusi hapa Kenya na yeye ni kupitia yeye ndo nimefika Kenya kusema ukweli. Yaani naweza kusema alikuwa kama mwanafunzi wangu. Kwa neema ya Mungu nikamhubiri na akampokea Kristo. Nikamhubiria, yes. Unajua Kiswahili bado niko kwa shule. Lakini at least hizo umeimprove sana. Kutoka wakati ule. Yaani nilimhubiria kwa neema ya Mungu akapokea Kristo na nikamfunza kucheza gitaa, yani kila kitu. Na yani kila kitu ambayo nilikuwa najua nilimfundisha. Na after siku chache yani akaanza hata kuimba yani zaidi vizuri kuliko mimi. Na nikashukuru sana na Mungu akamneemesha akakuja hapa na yeye ndio kupitia yeye nimefika hapa Kenya. Kwa hivyo Mungu akubariki sana. Umesema anaitwa Emery Kuhimba, na hiyo nina Emery Kuhimba haiko pia YouTube. Lakini unajua kupitia hiyo pia nitawaambia wengine waimbaji. Unajua
Sometime tunadhani kama kuinuliwa kwetu ina depend na sisi. Lakini acha nikwambie kwamba kuinuliwa kwako ina depend na venye unawainua watu wengine. Unajua nisingemufundisha huyo jamaa, yani huyo brother yangu kucheza gitaa, yani kufanya haya mambo. Asingelipata ngazi ya kunivusha na mimi huko. Yani mimi nilimfundisha yale mambo nilikuwa ninayajua, yeye pia kwa neema ya Mungu akakuja huku kuna kupitia yeye na mimi pia nikafika huko. Yani kuinuliwa kwangu ina depend na yeye. Tungejifunza kuwainua wenzetu katika hiyo huduma ya uimbaji. Ni vizuri kuinua wenzako, manake uwezi jua baraka zako zitapitia wapi. Ni vizuri sana. Kwa hivyo neno lako la mwisho hapa Tawala TV unasemaje? Unatuambiaje? Neno langu la mwisho, ninashukuru sana kwanza uongozi wa Tawala TV kwa kuwa nimeona pia upendo wao. Yani ni watu unaonekana ni kweli wanamtumikia Mungu, sababu wamenisaidia mimi pia niweze niweze kwenye TV yetu. Yes. Kabisa ninaomba Mungu aendelee kuwabariki kila mmoja, yani uongozi wote wa Tawala TV. Ninasema Mungu aendelee kuwabariki. Amina. Asante sana. Kwa hivyo ujumbe wako wa mwisho kwa wananchi wa Kenya wakiomba wakumbuke kuombea Kongo kule saizi asimko na amani. Yes. Wananchi wote wa Kenya, waombaji wa Kenya, watumishi wa Mungu huko Kenya, kweli tukimuomba Mungu tusisahau Kongo, maana kweli mimi niko huko niko sawa, tuko vizuri kabisa, lakini najua huko nyumbani kuna watu wanateseka Kongo. Yani ni nchi imekumbwa sana na vita. Na yani tunapoomba tusisahau kuombea pia. Kwa hivyo tuombee Kongo kuwe na amani. Pengine tu kwa ufupi ungependa kupeana namba yako ya simu ili mtu akitaka labda kukupigia simu anaweza kukupata. Yes, namba yangu ya simu ni 0784 756582. Nitarudia tena namba ya simu ya Lack Makalamba asije akaongea Kikongo akachanganya. Ni 0784756582. Ukiwa na nyimbo zako labda ungependa zichukuliwe video, unaweza kumpigia Lack Makalamba mkazungumza. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, hiyo ndiyo nambari ya simu ya ndugu yetu Makalamba na mziki wake. Ukiingia pale YouTube unaandika neno LUC Lack Makalamba, utakuta kuna nyimbo zake na mahubiri na mambo mengi sana ambayo anafanya zaidi ya kuimba. Na Mungu ataweza kukubariki. Mimi sina budi ile na kuaga kwa kusema ya kwamba usikoze kutazama kipindi chako, usikate tamaa ndani ya studio zetu za Tawala TV. Mimi pamoja na Lack tunasema ya kwamba usikate tamaa. Hadi tena wiki ijayo saa na wakati kama wa leo. Mungu akubariki mpenzi mtazamaji.